Baduke Stats, Sport Next Level. Katika tukio mojawapo ambalo limegua gumzo katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, fainali ya pili kati ya wenyeji Simba dhidi ya RS Berkane pale kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, iliyomalizika kwa sare ya 1-1, na hivyo RS Berkane kutoa ubingwa baada ya kupata matokeo ya jumla ya mabao 3-1 kufuatia ushindi wa 2-0 kwenye mechi ya kwanza ya fainali hii iliyochezwa tarehe 17 kule nchini Morocco. Ni tukio lililoonyesha wachezaji wa Simba, kiungo Fabrice Luamba Ngoma na golikipa wake Musa Kamara wakishikana wakitaka kupigana kabla ya kutenganishwa na wachezaji wenzao akiwemo golikipa Ali Salim Katoro na wengineo. Kwamba tatizo nini? Ni wakati ambao wachezaji wa Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wakionekana kutoka uwanjani kwenda katika vyumba vya kuvalia, ndipo gomvi hilo lilipotokea. Sasa swali, chanzo ni nini? Kulikoni? Wachezaji wa timu moja katika mechi ya fainali halafu kufikia hali ile. Bila shaka Musa Pimpin Kamara, Fabrice Luamba Ngoma watakuwa wanajua nini kilichotokea, lakini kwa haraka cha kuhisi ni kwamba pengine miongoni mwao walikuwa wanalaumiana kutokana na baadhi ya makosa yaliyojitokeza wakati wa mchezo. Ikumbukwe miongoni mwa matukio ambayo Kamara alitokea leo hii yaliyatarisha Simba ni wakati ambao alitoka kwenye eneo lake akaenda pembeni kushoto, akakontrol mpira vizuri, lakini katika kuuosha ikawa kama ameurudisha ndani, kiasi ya kwamba ungemkuta mchezaji wote wa RS Berkane akaupeleka langoni kwao, pengine ingekuwa ngumu kuuzuia kwa sababu Kamara alikuwa mbali na eneo lake. Ni kwa sababu matarajio kwa mahala alipokuwa ni kuosha mpira mbali kabisa na eneo lao, lakini kwenye kuosha kwake, kwenye kubutua kwake, ilikuwa ni kana kwamba ndo ameurudisha ndani ili uende kutumiwa vizuri na wapinzani. Bila shaka ilionekana ni tukio la bahati mbaya, lakini pengine inaweza kawa imemshawishi Fabrice Luamba Ngoma kuona kwamba golikipa wao alichokifanya ni jambo la hatari sana. Lakini wakati huo inawezekana pia Kamara pengine kumlalamikia Ngoma kutokana na baadhi ya maamuzi aliyoyafanya wakati mechi ikiendelea. Wao ndo wanajua zaidi. Yote hayo inatokana na ukweli kwa miongoni mwa wachezaji waliocheza vizuri sana leo hii katika kikosi cha Simba licha ya sare ya 1-1 ni pamoja na hawa wawili, golikipa Musa Kamara pamoja na kiungo Fabrice Luamba Ngoma. Hawa wote wawili kwenye kati tofauti kwenye nafasi zao walicheza vizuri sana katika kuitumikia klabu yao kwenye mechi ya fainali, ingawa hakuna aliyekamilika kwa kucheza kwa 100%. Hawa ni wachezaji, ni binadamu, makosa yapo. Pengine hayo makosa ndio yalosababisha wakakunjana, ambayo ni ishara juu ya namna walivyokuwa wakipambania timu yao Wekundu wa Msimbazi Simba. Katika mechi ya leo Simba ingawa ni sare 1-1, lakini kumbukwe katika dakika 90 za mchezo Simba kwenye mashuti walipiga mashuti 7. Kati ya hayo ni shuti moja tu lilenga lango, lile bao lililowekwa wavuni na Joshua Budo Mutale katika dakika ya 17. Ndio shuti pekee lililopigwa na Simba kulenga lango. Lakini RS Berkane wageni walipiga mashuti 8, 5 alilenga lango. Kwa nini ikawa 1-1 wakati wana mashuti 5 wamelenga shabaha? Ni kwa sababu Musa Kamara alicheza saves 4 kati ya mashuti 5, wakajikuta wanafunga bao moja, ikiwamo save ya hatari ambayo ilitokana na mpira hatari wa karibu na mlingoti, aliucheza ukarejea uwanjani. Yupo mchezaji mwingine wa RS Berkane akajaribu kufunga kwa kichwa ukatoka nje. Ni tukio ambalo kama si Musa Kamara kufanya ya ziada, pengine Simba mapema kabisa walikuwa tayari RS Berkane wameshapata bao. Alionyesha kiwango kizuri katika eneo hilo, lakini sio hilo tu. Musa Kamara leo hii alifanya clearances, kuosha mipira, clearances mara 3 kwa mafanikio. Unapozungumzia kuosha mipira, maana yake ni pale golikipa anapotoka katika eneo lake hatumii mikono kwa sababu ni nje eneo lake, akiushika inakuwa faulo kama wachezaji wengine wanaposhika mpira. Sasa yeye anafanya hivyo kama spare man katika ulinzi, kama beki mwingine. Simba katika mfumo wao baada ya golikipa ni 4-2-3-1, kwa maana walinzi wa 4, viungo wawili, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, mfumo ambao unyumbulika wakati mwingine 4-4-2. Pale nyuma pale kwenye walinzi wa 4 ambao leo hii walianza Shamu Karabu, Shemalon Fondo, kushoto Mohamed Hussein Shabalala, kulia Shomari Kapombe, Musa Pimpin Kamara. Pale ukuta wake unapozidiwa, wapinzani wanakuja na mpira kuelekea lango lake,
anatoka na kwenda kuwa kama mchezaji mwingine wa ndani, beki mwingine wa 5 katika ukuta ule wa watu 4, na kufanya hivyo ndipo akafanya clearances 3, kwa sababu vinginevyo wapinzani washambuliaji wao kina Osama Lamliwi wangekuwa wanamkaribia zaidi kwenda kumfunga katika hali ya mmoja dhidi ya mmoja, 1v1. Sasa alifanya hivyo kuinusuru timu yake. Kiufupi, Kamara alikuwa kwenye kiwango bora katika matukio mengi, ukiondoa machache hayo ambayo pengine alihatarisha timu yake. Wakati Kamara akifanya hayo, golikipa kutoka katika taifa la Guinea, kipa wa timu ya taifa ya Guinea, urefu futi 6 na inchi 1 around. Ndivyo ambavyo leo hii Fabrice Luamba Ngoma unaweza kusema alichokifanya katika mchezo huu. Miongoni mwa wachezaji walicheza vizuri ni pamoja na yeye, na katika Simba nzima pamoja na RS Berkane wote, miongoni mwa wachezaji walipata alama za juu za ufanisi leo hii ni Fabrice Ngoma, alipata 73% ya ufanisi. Joshua Budo Mutale alikuwa man of the match, katika baadhi ya vyanzo ameperform kwa 72%, lakini tunatambua kwa nini Joshua Budo Mutale alikuwa mchezaji bora wa mechi leo hii. Mambo mengi alifanya kwa usahihi, na ndiye aliyefunga bao pekee katika dakika ya 17 la Simba kabla halijarejeshwa na RS Berkane kuelekea mwishoni mwa mchezo. RS Berkane wakafanikiwa kusawazisha na mechi kuwa 1-1, lakini matukio mengi yalikuwa sahihi. Ngoma ufanisi wake huu ulitokana kweli kwamba eneo la kiungo leo hii alikuwa excellent, tofauti na mechi iliyopita kule Morocco ambapo Ngoma dakika 90 hakupigania mpira wote wa juu, hakupigania mpira wote wa chini, hakufanya tackling, hakucheza faulo, hakuchezewa faulo, wakati Simba ikifungwa 2-0 kwa mabao. La kwanza dakika 8 la kiungo Mamadou Lamine Kamara, na la pili likifungwa na Osama Lamliwi katika dakika ya 14. Lakini leo hii Ngoma alikuwa excellent. Performance yake, kiwango chake kilikuwa cha juu mno. Kwa sababu gani? Kwanza aligusa mipira, tunasema touches. Aligusa mipira mara 67, na hivyo kuwa mchezaji wa pili kuhusika zaidi katika kugusa mipira uwanjani baada ya beki Shamu Karabu aliyegusa mara 92. Anayefuatia ni yeye, na hii sio kwa Simba tu, ni wachezaji wote walikuwa uwanjani leo hii wakiwamo wa RS Berkane. Lakini baada ya kugusa akatoa pasi Ngoma leo hii katoa pasi 57, na zilizofika zilikuwa ni 86%, kuonyesha ufanisi wake katika utoaji wa pasi. Lakini hilo halitoshi. Ngoma leo hii ile jewels, mapambano ya mipira ya juu na ya chini, ambayo katika mechi iliyopita kule Morocco alikuwa na 0-0, hali ilikuwa tofauti. Mipira ya juu, Air Jewels alipigania mipira 6 akafanikiwa 3. Simba leo hii mechi nzima mipira waliopigania juu na kufanikiwa ilikuwa 13. Sasa katika 13 walifanikiwa Simba, yeye kafanikiwa mipira 3. Unaweza kaona namna gani Ngoma alikuwa kwenye kiwango kizuri. Lakini hiyo haitoshi. Mipira ya chini, tunasema ground jewels, Simba leo hii walifanikiwa mipira 39. Yeye Ngoma alipigania mipira 9 akafanikiwa mipira 7. Kwa ujumla jewels, mapambano ya mipira juu na chini, alipigania mipira 15 akafanikiwa mipira 10, sawa sana ufanisi wa around 67%. Maana ni 66.666 to infinity, around 67%. Huyu ni Fabrice Luamba Ngoma. Hiyo itoshi. Alipiga pasi za mbali, tunasema long passes 13 zikafika 7. Hizi long pass katika mechi ambayo muda mwingi RS Berkane walikuwa wakizuia wakiwa wengi. Mashambulizi yao yalikuwa ya kuvizia wakiwa wanacheza kimkakati, kwa sababu wanaongoza 2-0. Sare yoyote kwao ilikuwa inatosha kutoa ubingwa, na sababu hiyo kuna nyakati ambazo Simba walikuwa wanamiliki zaidi mpira, wao wanazuia kutokea chini wakiwa wengi. Na ndio maana ya kushangaza kuona umiliki wa mpira Simba 59%, RS Berkane 41%, wakishambulia kwa kushtukiza. Kwa sababu hiyo kuna wakati Simba ilihitaji kuwa na pasi ndefu zinazochana kuta, zinazovuka kuta, mistari ya kiulinzi ya RS Berkane. Kwa sababu hiyo Ngoma alitoa pasi 13 katika kutekeleza jukumu hilo. Zilizofika ni pasi 7, around ufanisi wa 54% ya pasi zote za mbali alizopiga Fabrice Luamba Ngoma. Alikuwa kwenye kiwango bora sana. Alikuwa anacheza kwa nidhamu kwenye eneo lake, ndio maana kushangaza pia baada ya dakika 90 Ngoma hakuwa na shuti lolote la kulenga shabaha, ingawa timu nzima kwa ujumla ilipiga shuti moja la kulenga shabaha, lile la bao la Joshua Budo Mutale. Yeye Ngoma hakuwa na shuti la kulenga shabaha, hakuwa na bao, hakuwa na assist, hakuwa na shuti kwa ujumla.
ni kwa sababu alicheza kwa nidhamu sana kuhakikisha wanakuwa salama wakati wakitafuta mabao. Ikumbukwe kabla ya mechi hii Simba kwa nyuma 2-0 kutokana na mchezo wa kwanza, walihitajika kushinda kwa margin, kwa tofauti ya mabao matatu, yani 3-0 ama 4-1 ili ndani ya dakika 90 watoe ubingwa. Vinginevyo walipaswa kushinda 2-0 iende sare, kwa maana walishafungwa 2-0 kule Morocco, iwe 2-2 mikojo penalty, haina mwenyewe 50-50. Simba bao la kichwa la Steven Dese Mukwala kutokana na free kick ya Jasha Ahoua, lakini kadi nyekundu aliyopata Yusuf Kagoma, pacha wa Fabrice Luamba Ngoma, kwa pamoja yakafanya jitihada nzuri za Simba leo hii kwa kucheza kulinganisha na mechi iliyopita iliyofungwa 2-0. Bado mechi ilisha kwa sare kutokana na kosa la mwishoni mwa mchezo la mchezaji mtokea bench Valentin Nouma. Mpira uliozagaa kwenye eneo lao wakiwa wamezuia shambulizi la RS Berkane, akazubaa, wakaupitia, wakafunga na kusawazisha. Fabrice Luamba Ngoma ni miongoni mwa wachezaji waliofanya vizuri sana leo hii kwa kiwango cha mchezaji binafsi, kama ilivyo kwa Musa Pimpin Kamara aliyecheza mikwaju ya 80% ya mashuti yote yaliyolenga shabaha ya RS Berkane. Wote wawili walikuwa kwenye kiwango bora. Sababu hiyo pengine yaweza kuwa chanzo cha kukunjana, kuchenjiana, kwa kuona kana kwamba jitihada wanazotoa uwanjani basi ziwe kwa manufaa, matunda ya Simba katika kutimiza mpango kazi wa kocha Fadlu Davis wa kushinda na kutoa ubingwa, jambo ambalo hata hivyo mwisho wa siku halikufanikiwa kutokana na sare walioipata kama nilivyotoka kuelezea. Wao Fabrice Luamba Ngoma, Musa Kamara, pengine na wale waliowazunguka kwenda kuwagombelezea akiwamo Ali Salim Katoro, wanaweza wakajua zaidi chanzo cha kukunjana kwao mbele ya hadhara uwanjani. Lakini kubwa ni kwamba wote wawili walikuwa kwenye kiwango bora sana kwa kiasi kikubwa. Kama Simba ingeshinda basi huwezi kuacha kuwataja Musa Pimpin Kamara, huwezi kuacha kumtaja Fabrice Luamba Ngoma. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.